Kila siku kabla ya jua kuchomoza, Mwanakombo She, mkazi wa Vanga, huanza siku yake kwenda kwenye ufuo wa bahari wa Vanga kununua dagaa kabla ya kurudi nyumbani na kuchemsha dagaa tayari kwa soko. Kwa kawaida, Mwanakombo hutengeneza dagaa ambao wanajulikana kwa lugha ya pwani kama kimalawari, katashingo na simu. Najishughulisha na hii kuchemsha madagaa, kukausha na kusafirisha. Wa mwezi wa Kiswahili kama hawa wataanza kutoka mwezi 15. Ujue dagaa laweza likaingia kama saa 7 saa 6 za usiku. Sasa saa 7 mpaka saa 6 za usiku utaenda temu hiyo hiyo. Sasa itakuwa ushajipanga, usheka kuni zako, usheka chumvi zako. Ukija ukiamsha tu dagaa ile wewe enda kuchukua kule waja kwanza. Baada ya dakika 15, Mwanakombo anabadilisha kitunga chingine chenye simu maarufu kama tenga, huku akipeleka aliowatoa jikoni nje kuwatandaza wakauke ili wasiharibike kwa muda ambao utalingana na ukali wa jua. Natumia sufuria, chumvi, kuni na mabeseni na hivi vidoo kuwekea ile dagaa niliwe juu. Yale ni ya kupikia. Tulipata shirika la FAO. Tukatudhamini ile majiko. Lile mwanzo lina wepesi, alafu halitumii kuni nyingi. Mwanakombo ni sehemu ya wanawake wengi katika vijiji vya Vanga na Jimbo, kusini mwa pwani ya Kenya, ambako biashara ya dagaa imenoga. Wanawake hawa wakiwa uti wa mgongo wa biashara hii. Hii kazi tulianza baada ya kupata maboti na wafadhili. Kwa hiyo tukaona nasi tukasomea wale wenzetu wa Wajasiri nchi jirani hapo vile ambavyo wafanya. Asubuhi tukiamka tu twenda baharini pale bandarini, tukakaa pale kwenye na ule ufinga pale. Tunasubiria maboti kutoka huko bahari walikokwenda kuvua. Wakija, haya, twaingia kwenye na maji. Kazi ya dagaa nimefanya kwa muda wa miaka 4. Kufikia sasa hii, yani huu ni mwaka wa 4. Nimefanya hiyo kazi kupitia tokea ilikuwa nanunua kwa watu mpaka sasa hii, yani nina chombo changu mwenyewe binafsi. Imenifaidisha maisha makubwa sana kwa sababu nasomesha watoto wangu, nawalisha. Yani ndo kazi ambayo inapatia huduma ya kila kitu hapo. Wasitengezi mimi mwenyewe. Kuna watu ambao nimewaajiri wanichemshia lile dagaa, wakanikaushia, wakanipepetea. Mimi akitokea mtu ambaye ataka huwa ndo naenda kwenda kupima, kujua ni kilo ngapi basi, lakini huwa sio mimi ambaye napika. Imenifaidisha kwa sababu imenisaidia katika njia mbalimbali, kiupande wa kulipia watoto karo za shule. Napofikia wakati mwenzangu amekwama, kile tulicho nacho kiupande wa faida tunakitumia kwa ajili ya kulipia watoto karo za shule. Pengine kuna msaada, hata kama siku chakula kimefemea, faida yetu tuko nayo, basi tunachangia, tunalisha watoto na sisi wenyewe na maisha yanasonga. Na zao hili la kimalawari pia, samaki hawa kimalawari wana sifa moja. Kwanza hao ndio samaki ambao wanatumiwa kuliwa na samaki wengine. Na sisi tunasema kwamba ndio samaki ambao wana madini nyingi zaidi kuliko wale samaki wakubwa. So tunawapendelea hawa kwamba sisi tunapenda kuwala tu fresh, yani akija achemshwe kidogo tule, kwa sababu tunaamini kwamba ukitaka minerals nyingi za samaki ambao ni omega 4 sana utazipata kwa samaki hawa wadogo, na sana ni hawa sadi, malawari, simsimu na katashingo. Kulingana na Profesa Cosmas Munga, mwanasayansi wa masuala ya bahari na uvuvi, ni kuwa dagaa ni jamii ya samaki wadogo ambao ni muhimu sana katika lishe. We belong to a bigger group of fish. We usually call them small pelagics, which is a group of fish including sardines, anchovies and other small species, which they don't go big in size, but they mature at that small size. Eat this small algae. So what does that mean? That means their nutrition level is a bit not so much as compared to higher piscivorous or fish that feed on other fish in terms of maybe other nutritional value. But health-wise, small pelagics or sardines are the best because they are safe from toxicities like or toxins
or heavy metals. They are free from heavy metals. So they are the best in terms of nutritional requirements. They are very rich in omega-3 fatty acids because they feed directly on the algae. Utafiti uliochapishwa katika jarida la Nature Food mwaka 2022 unaonyesha kuwa dagaa wanaopatikana pwani ya Kenya wanaweza kutumika kukabiliana na utapiamlo. Pia ni miongoni mwa lishe ya bei nafuu yenye virutubishi muhimu. Licha ya kuwa mara nyingi watu wanahusisha dagaa na familia maskini ama kitoweo cha thamani ya chini. Mohamed Feruzi ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira na uvuvi kijiji cha Vanga, ambacho anasema kuwa 90% ya wakazi ni wavuvi. Anasema biashara ya dagaa katika eneo hilo imebuni ajira sio tu kwa wanawake bali kwa jamii nzima kwa ujumla. Sekta hii imekuwa maarufu kwa sababu kwanza wanavulika karibu, hawana gharama kubwa, na wakija huku pia wana matayarisho mazuri ambayo yanasababisha uhifadhi wa kuweza kutumiwa kwa muda wa siku nyingi zaidi. Ndio unaona sasa sekta hii ya samaki wa kimalawari imekusanya tabaka zote. Imekusanya wazee ambao ni wanaume ndio wanaenda kuvua, ikija juu imekusanya kina mama ambao wao sasa ndio wanaochukua na kuja kuifanyia processing ya kuwachemsha na kuwakausha na kuwasafisha at least kufikia kiwango cha kwamba wanaweza kuhifadhika kwa muda mrefu. Na vijana wanatumika zaidi, wanakuwa wao ndio sasa wachukuzi, laborers wale wa kubeba na kuwaletea kina mama majumbani na kuja kuchemsha. Hatukosi kwa manyumba yetu akiba ya samaki hawa kimalawari. Research findings indicate that there's potential in investing in the small pelagic because of the entire value chain, looking from the fisherman, the small scale processor Mama Karanga, transporters and the entire market value chain. Gereza Tuma ni mfanyabiashara, anachukua dagaa kutoka maeneo ya Jimbo na Vanga na huwasafirisha na kuwauza eneo la Samburu na Kwale. Kuna muda wa miaka 2 toka nianze toka Samburu na motorbike, ingia hii sehemu ya Jimbo, nachukua dagaa. Dagaa lenyewe ni kama vile katashingo, kimalawari na simsim. Samburu natoka saa 12:30, natumia masaa 4.5 hadi sehemu ya Jimbo. Wanawake ndio asilimia kubwa katika biashara hii. Naweza kusema kama 65% ni ya wanawake. Kwa hiyo wao wako na kipaumbele sana. Hata pia kuna mabadiliko ambayo wao wenyewe pia wanayaona kibiashara na pia kimapato, hata majumbani katika lishe zao, kama ni chakula, kupeleka shule watoto, pia hiyo imewasaidia sana. Lakini wanawake ndio wako mbele, na changamoto pia wako nazo, kwa sababu changamoto ni kumaanisha kwamba wakitoa mali zao kuregeshewa pesa yao katika muda unaofaa, inakuwa hiyo ni changamoto. Changamoto kubwa sana ni ya mvua. Mvua ikinyesha, kama umeanika dagaa kule ndo mtihani. Maumivu ndio wapata, na maumivu huwa yaja kama vile umempelekea mtu dagaa, sasa haja kutumia zile pesa, ndo huwa una mawazo sana, waumiza kichwa, waumiza akili, yani huwa umechoka kabisa. Licha ya changamoto zilizopo katika biashara hiyo, hata hivyo wanawake katika sekta ya dagaa wanasalia kuwa sehemu muhimu ya lishe bora katika jamii, kwani ni kupitia biashara hiyo ambapo wengi wao wamejiendeleza kimaisha. Profesa Munga akisema mfumo wa kiikolojia hasa wa dagaa haujaathirika vibaya na mabadiliko ya tabia ya nchi, na kuhoji kuwa endapo mfumo huo utaathirika, basi hata uchumi wa kijamii pia utaathirika kwa kiwango cha haja. We've managed to secure some funds to study stock status, and small pelagic is one of the species selected. So what we have in mind is we are looking at the entire value chain of this fishery, from stock status, including population connectivity, okay, as well as post-harvest management and value addition, so that we can increase value to the products and therefore increasing profits, especially targeting women.